Amen. Wapendo wa Bwana mbarikiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo Bwana ametupatia. Tunafurahi na kushangilia. Tunaendelea na um, tunaendelea na chapter 17 na tunamshukuru Mungu kwa kutupa hii neema. Kwa hivyo ningependa tu recap kidogo kwa wale ambao hamkuwepo na kwa kifupi tunaendelea na chapter 17 na wiki iliyopita tulikuwa kwenye tulifanya mstari wa kwanza mpaka wa 16 na tuliona tu kwa kifupi jinsi gani ambavyo Paulo alikwenda kuhubiri Thessalonika na changamoto alizopata pamoja na Sila walikuwa na Timotheo, alafu wakaondoka wakaenda Burea na huko hizo vurugu zikawafuata, lakini kote huko walikoenda Mungu alizidi kuonekana, watu walizidi kumjua Mungu na injili ilipokelewa. Kwa hivyo leo tunaendelea na hiyo 17 tunaendelea na 17, 16 mpaka 34 na nimeigawanya kwenye mafungu mangapi? Manne. Na kwanza tutasoma hiyo 16 mpaka 18 kukabiliana na utamaduni wa kuabudu miungu, alafu tutakuja tena kwenye Paulo anahutubu Areopago, hapo ndio ana challenge miungu yao na anamhubiri Mungu wa kweli. Alafu pia tutasoma hiyo 22 mpaka 28, alafu tutamalizia na 29 mpaka 34. Kwa hivyo naomba dada Ana, naomba ni stop kushare and then naomba Sister Kanana ushare alafu tuendelee. Okay. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Basi nitasoma kama ulivyoniongeza kiongozi wa leo, kutoka 17 mstari wa 16 mpaka 18 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Paulo katika Athene. Mstari wa 16. Paulo alipokuwa akiwangojea huko Athene na kuona jinsi mji ule ulivyojaa sanamu, roho yake ilichukizwa sana ndani yake. Basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku, na baadhi ya Waepikureo na Wastoiko wenye ujuzi wakakutana naye, wengine wakisema, mpuuzi huyu anataka kusema nini? Wengine walisema, anaonekana kuwa mtangaza habari za miungu migeni, kwa maana alikuwa akihubiri habari za Yesu na ufufuo. Amen. Karibu kiongozi. Amen. Back to you. Jamani, karibuni kama alivyosoma Sister Ana. Naomba niwakaribishe kuchangia. Yes, karibuni. Kama ilivyo ada yetu, utanyoosha mikono, tutakuita. First come, first save. Naona mkono wa kwanza hapa na uona wa Pamela based on alphabet, and then Sister Victoria. Karibu Sister Pamela. Nadhani Sister Rebecca. Sister Rebecca sijamuona alinyosha mkono. Nimenyoosha kiongozi. Jina limekatwa Basi limeandika Pamela Mzirai co-host, samahani. Basi ngoja niandike Rebecca. Karibu Sister Rebecca. Asante, Mungu awabariki. Mimi nilichokiona cha kwanza inazungumza kuhusu alipokuwa akienda katika mstari wa 16. Alisikitishwa sana kuona jinsi mji ulivyokuwa umejaa miungu ya sanamu. Hilo jambo la kusikitishwa limenifanya ni wazi sisi tunasikitishwaje tunapoona vitu ambavyo vinafanyika na vimpendezi Mungu, kwa sababu miungu inawakilisha vitu vingi sana. Kwa hiyo kama sisi kwenye nchi zetu hizi za Ulaya, unaweza kwenda kwenye mji, especially kama sisi kwetu ku Manchester. Najua Talanta ni ipo, lakini sisi kuna area kabisa inaitwa Gay Village. Na kweli kama una Mungu ndani yako, ukifika kule unasikia nywele zote zinasimama, tumbo linatetemeka. Kwa hiyo kama wana wa Mungu, kuna vitu ambavyo tukiviona katika maisha yetu tunatakiwa tusikitishwe kama ambavyo Paulo amevinani. Lakini kitu kinachofanyika, shetani anachojaribu kukifanya sasa hivi ni kutufanya sisi tuwe familia
na vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Kwa hiyo unakiona kile kitu so many times to the point you just relax and be comfortable and yani unakuwa kama unakubaliana na hiko kitu. Kwa hiyo Mungu atusaidie katika haya kwenye vitu ambavyo tunakubaliana nayo. Lakini kwa mstari wa 17 unazungumzia majadiliano, jinsi Paulo alivyoenda na kujadiliana na watu. Unajua kuna tofauti ya majadiliano na preach. Ni vizuri tuna preach, pawe na muda wa preach, lakini kuwepo muda wa majadiliano katika mambo ya Mungu, kwa sababu yanasaidia kujua mawazo ya mtu, ili kama kuna correction iweze ikafanyika, kama kuna misconception ziweze kubadilishwa. Na ndivyo Daudi alivyokuwa akifanya karibu kila mahali. Vile vile naona ujasiri wa Paulo. Ukiangalia huyu mtu kule alipotoka gerezani, ingekuwa mtu mwingine angesema let me take few days, let me relax kwanza nipate nguvu, lakini no, anatoka na tena alipigwa kwanza, lakini bado anaendelea kuihubiri Injili. Kwa hiyo na sisi inatu encourage tunapopita kwenye kitu chochote, kisitufanye tushindwe kufanya kazi ya Mungu kwa sababu ya majaribu yanayotupitia. Mungu awabariki. Amen. Hallelujah. Karibu Sister Victoria and then Sister Jane. Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Nataka kuchangia kitu kidogo katika mstari wa 17. Mstari wa 17 unasema, basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi na waliomcha Mungu na wale waliokutana naye sokoni kila siku. Mimi nimesoma huu mstari ukanipa moyo katika kufanya evangelism, kama alivyosema Sister Rebecca. Katika kufanya evangelism tunaona hapa yani kitu ninachojifunza hapa, tukisoma maneno ya Mungu tunasomaga hiyo Yohana 3:16 kila siku, inasema for God so loved the world. Ina maana ukiangalia ulimwengu, ukiangalia watu, sio mali yetu, ni mali ya Mungu. He loved the world. Unajua ni watu wa Mungu. Mtumishi alikuwa ananifundisha, anasema tukienda kuhubiri Injili tusijiwekee limitation kwamba tunachagua, lakini angalia huyu Paulo alivyokuwa sokoni, wanaomjua Mungu, wasiomjua, Wayahudi, kila mtu anatakiwa kusikia neno la Mungu. Maana tukisoma katika Marko 13:10 anasema Injili na ihubiriwe katika mataifa yote bila kuchagua, si ndio? Hiyo Marko 16:15 anasema endeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe, si ndio? Kwa hiyo wakati mimi huu mstari unanipa moyo kwamba tunapohubiri Injili, tunapoenda kufanya evangelism, tusichague. Sometimes mimi kitu ninachojua, yani kwa kuangalia na macho yangu, tunajiwekeaga limitation kwa sababu ya rejection. Unajua ni kitu kibaya ukimwambia mtu akakureject, lakini kitu ambacho kinanitia moyo pia ni Paulo huyo anayosema katika 1 Corinthians 3:6 anasema I planted, Apollo watered, but the increase came from the Lord. Tukishajua hiyo, tukipata, yani Mungu atusaidie tupate hiyo revelation kwamba tunapohubiri Injili isiwe na limitation. Tuwaambie watu wote at the end of the day analeta ongezeko sio sisi, ni Mungu. Tupate hiyo revelation, ndio point yangu. Amen. Amen. Hallelujah. Karibu Sister Jane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Milele yote. Mimi point yangu sitoenda, nataka nijazilizie tu kidogo hapo kwa hiyo point mstari wa 16 ambao Sister Rebecca aliyosema. Unajua kwenye Biblia kuna vitu vimeandikwa tunavisoma na vingine bado vinatokea kwenye macho yetu. Kwa hiyo katika hiyo hali alikuwa nayo Paulo, na ndio hali tulionayo sasa hivi. Alivyoenda huko alichukizwa alivyoona kulikuwa kuna miungu ya kigeni. Sasa hapa tunataka tusione sisi kama kuna ibada za sanamu, au tusione kwamba kuna mpaka masanamu yamewekwa pale. Lakini je, hichi kitendo ambacho tunakiona sisi sasa hivi, ajenda iliyobebwa kwamba makanisa yote ya UK Waislamu yachukue. Na tumeona kuna baadhi makanisa yanageuzwa misikiti. Na tunajua kwamba makanisa yanageuzwa pub, yanageuzwa apartment, yanageuzwa supermarket. Hili je, mimi na wewe tunalifurahia? Na hata hivi tunakumbuka katika ule mstari ambao Mungu anasema Ezekiel 22 anamtafuta mtu mmoja atakayetengeneza boma. Kwa hiyo na sisi tunavyoona Paulo alikopita, ndipo sisi mahali tulipo sasa hivi kwa hali ya nchi ya Uingereza au nchi zote za European countries, Western countries, let me put it in that way. Kwa hiyo kwa mimi naona mimi bado tuna jukumu kama ile Paulo alikuwa analifanya, na mimi na wewe tutakuwa hivyo hivyo. Alafu kuna hii mstari wa 18 wanaosema hivi, baadhi walikuwa kama wakimpuuza, wakasema huyu ni nani, anaonekana kama anatangaza miungu mingine.
kupuuzwa kupo, umeona na hiyo kwamba isiturudishe sisi kwenye nini, kuturudisha nyuma kwenye kutangaza neno lake au kusimamia injili ya Mungu, kwa sababu yule mtu ambaye hana ufahamu au hana maarifa ya Yesu lazima atakuona kwamba wewe umekuja katika miungu migeni. Kwa hiyo ni jambo letu sisi la kumwomba Mungu atusaidie kila tunapoenda kuhubiri injili, yeye Mungu mwenyewe ajidhihirishe na watu kupokea na kumjua huyu Mungu aliye hai. Umeona? Kwa hiyo point inayokuja kwamba tunapokutana na dharau tusiumie wala tusifadhaike, kwa sababu Mungu aliye hai ni yeye atafanya nini, ataifanya kazi yake na kuikamilisha, na tuna jukumu bado la kuendelea kulihubiri hii injili ya Yesu Kristo katika ufufuo. Na haya tunaposema kwenye miungu mingine, tunajua saa hizi familia za Kiafrika, unaweza kuwa umeokoka, mjomba wako bado ana miungu migeni, ndio uko kwa waganga, mizimu na uchawi na mazingaombwe na vyote na wapiga ramli, vyote hivyo tunavyo. Kwa hiyo bado na sisi tuna safari kama ya Paulo. Na cha mwisho nataka tu ninaamini kazi hapo kwa Paulo, kwamba kuna kitu ambacho hii tunavyoendelea kusoma hii Matendo, mimi kuna kitu kinanijenga kwa Paulo. Paulo hakutembea na Yesu, Paulo hakushuhudia matendo ya Yesu. Yaani Paulo jinsi Mungu alivyomsimamisha, ndio huyo Paulo anaipiga injili bila woga, kwa uhodari na bila kuogopa. Na ndio hapa kama unaona kila tunaposoma akaingia kwenye masinagogi akahojiana na Wayahudi. Yaani hii kila unapoenda kusoma unakuta kwamba alikuwa anaingia kule kwa Wayahudi, na hawa Wayahudi ndio hao walikuwa wanamtumia katika kuwaua watu ambao wanamwamini Yesu. Naomba niachie hapo nikaribishe mwingine. Amen. Barikiwa sana mtumishi, na mimi naomba niongeze machache ambayo Roho Bwana alikuwa anasema na mimi sasa hivi. Ukisoma katika 1 King 19:14 na John 2:12 I believe, unaona kwamba Elijah alikuwa anaongelea kuhusu wivu wa Bwana ulikuwa unamtafuna kwa sababu ya Jezebel kuabudu mabaali. Na pia unamwona Bwana Yesu akipatwa na wivu wa Bwana katika John 2:12 baada ya kuona watu wanafanya biashara katika sinagogi. We are seeing the same incident hapa kwa Paulo, na hii inakuja na kwetu pia. Kuna saa wivu wa Bwana unakutafuna kama nilivyosema Sister Rebecca, because of what is going on, but the question is, wivu wa Bwana unapokutafuna unafanya kitu gani? We are seeing Elijah, ilifika mahali yeye ulimtafuna mpaka akaenda akajificha kwenye mwamba, anasema yuko tayari kufa, lakini Yesu alipandwa na hasira akaenda akazoa vitu. But what do we do wivu wa Bwana unapokuja kwa ajili ya watu kufanya mambo yanayofanya sasa hivi yanapoendelea duniani? Kitu kingine ambacho nimejifunza, ambacho tulikijifunza kwenye Matendo mwanzoni, ukisoma mstari wa 17 inasema, basi katika sinagogi akahojiana na Wayahudi waliomcha Mungu na wale waliokutana nao sokoni. Anasema kwamba baadhi ya Wayahudi na waliomcha Mungu. Kwa hiyo mara nyingi huwa najiuliza, kuna mtu ambaye anaitwa Myahudi na pia kuna mtu ambaye anaitwa mcha Mungu. Inawezekana mimi nikawa ni Myahudi lakini sio mcha Mungu, au je, mimi ni Myahudi naye mcha Mungu? Ili nalipose kama swali. Mara nyingi kile nikisoma Matendo ya Mitume najiuliza kwamba yani huwa wanatenga wale pamoja na wale, sisi tuko upande gani? Natamani na sisi Mungu atusaidie, mimi nikiwa wa kwanza, kwamba niitwe Myahudi yule naye mcha Mungu, nisiitwe tu Myahudi alafu mwenzangu akaitwa mcha Mungu. Kwa hiyo parapanda inapofika mimi nitabaki tu na Uyahudi wangu, wale wanaomcha Mungu unakuta wanaenda mbinguni. Ukisoma mstari wa 18 anasema, na baadhi ya Waepikureo na Wastokio wenye ujuzi wakakutana naye, wengine wakasema ni mpuuzi. Hawa ndio kama wale Mafarisayo na Masadukayo, wanalijua neno lakini hawamjui Mungu, wamelikariri neno lakini hawamjui Mungu. Mungu atusaidie sana. Mara nyingi sana unajikuta kwamba yani inawezekana tunabeba mapokeo sana kiasi cha kwamba tunapishana na bashi la mshahara, kwa sababu tu tunabaki na ujuzi wetu lakini hatutamani kumjua Mungu, au in other words tunambox Mungu kwenye sehemu fulani. We end up boxing God, kwamba Mungu lazima aje kwa staili hii tu, aje ni communicate aina hii tu, kwa sababu tu imeandikwa katika mapokeo. Lakini Mungu hawi boxed. Mungu yani ndio maana anaitwa kwamba he's omnipotent, he's omniscient, he's omnisapient, he's omnibenevolent, he is all God all by himself. Huwezi kumbox mahali. Matokeo yake kwamba mtu anaweza akaja akahubiri tukadharau. Ukisoma kitabu cha Ufunuo kuna wale wawili walikuja wakahubiri, watu wakawadharau, mwishoni mwa siku wakawaua, lakini ilikaja neema za Mungu zikawaokoa, akapelekwa mbinguni. Kwa hiyo wangapi sasa hivi wanahubiri, lakini sababu sisi tumezoea kwamba hiki hakiwezekani. Mtu akiomba hivi anaambiwa huwezi kusema kitu fulani, huwezi, you cannot tell a person huwezi kusema hivi. Kwani usitulie kwa Mungu umuulize? Unakuta kama wasa wanamdharau Paulo kwa sababu tu wanaitwa wenye ujuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi sioni mkono mwingine, naomba nikukaribishe kiongozi, uendelee. Amen. That was super powerful. Mbarikiwe sana jamani.
Haya jamani, nashukuru sana, na mimi niongezee tu humo ndani katika hayo mliosema. Mmeongelea kuhusu kusikitishwa, mimi nimesema na kuchukizwa. Kingine ambacho ninachokiona ni vizuri kwamba tunapoona hivi vitu, mimi nilivyokuwa nasoma hii chapter nilikuwa najitafakari, nikawa nawaza, kwa mfano kama mimi nikiona kama hizo scenario tofauti ambazo mmezitaja, ukiziona unafanya nini? Kwa hivyo mimi nikawa nawaza kwamba yani most of the time ninapoona vitu kama hivi huwa nasikitika, moyo wangu unaugua, lakini I don't do anything. Kwa hivyo tumuombe Mungu atusaidie, yani tuwe kama Paulo. Kwa mfano kama Paulo alivyochukizwa, kwanza aliona uchungu, akachukizwa, akasikitishwa, kwa sababu alimjua kwamba huyu Mungu wa kweli ni Mungu wa aina gani, na alijua kwamba jinsi ambavyo Mungu ana mamlaka, Mungu anavyopenda watu, na kwamba yeye ndio the only supreme God, kwamba hakuna binadamu, huwezi kumwabudu Mungu mwingine, kwa sababu yeye aliishi na Yesu, aliona no, hakuishi kipindi kile cha Yesu, lakini alijua matendo makuu ya Mungu yalivyokuwa. Kwa hivyo na sisi Mungu ametupa hiyo fursa ya kuweza kuona. Kwa hivyo kikubwa zaidi ambacho ningeweza kuongeza humu ndani ni kwamba tuwe na hiyo tuwe na passion kuhusu mambo ya Mungu, kwa sababu unajua unapomjua yani mimi nachukulia mfano, kwa mfano kama unapoona kitu kizuri, nikawa nawaza saa zingine inakuwaga vigumu kweli kushuhudia, lakini yani kwa mfano kama ukiona kitu kizuri ni rahisi tu kushare kwamba nimeona hichi kitu, mjifunze. Kwa nini? Kama huu upendo wa Mungu alivyotuokoa, akaweka vitu vizuri ndani yetu, tumependwa, Mungu katufanyia mambo mengi, kwa nini inakuwaga vipi vigumu yani kuweza kushare watu huyu Yesu? Kwa hivyo Mungu atupa huo moyo na huo msukumo kwamba yani neno la Mungu na kumhubiri Yesu, kuambia watu kuhusu Yesu iwe the first thing katika midomo yetu, kwa sababu pia neno linasema kimjazacho mtu ndicho kitokacho kimjazacho moyo ndicho kinachotoka. Kwa hivyo na sisi kama Paulo, yani alikuwa amejawa na upendo wa Mungu, alikuwa anamjua Mungu. Kwa hivyo yani kitu cha kwanza alipoona kitu ambacho ni tofauti, alichukizwa, alikasirika. Kwa hivyo na kingine ambacho ninachokiona ni kwamba alikuwa na mzigo, alisikitika, alihuzunika kweli, kwamba yani Yesu alivyo na alivyofanya, na watu wamejazana, wamejawa na miungu everywhere, yani alisikia uchungu kweli. Kwa hivyo na sisi pia tusikie uchungu na tuweze kuchukua hatua kama mlivyosema. Na kingine pia aliona fursa. Jamani, vitu vingi tunavyoviona tunapita, tunasikitika, tunasononeka. Tuwe na macho ya kuona, tuone fursa, kwa sababu yeye Paulo alivyoona, akaona hiyo miungu imejaa. Alivyokuwa anahubiri huko, alienda kwenye sinagogi, alitaka kwenda kujadiliana na wao, na sokoni aliona hii ni fursa ya kuweza kumhubiri Mungu. Kwa hivyo na sisi pia tumuombe Mungu, tuwe na huo ujasiri na tuwe na huo moyo wa kufanya hivyo vitu. Kingine ambacho ninachokiona ni tuwe yani kama Paulo jinsi alivyoona hapa, kwamba tuweze kuelewa na kukubaliana na mitazamo na falsafa tofauti tofauti, kwa sababu Paulo yeye alikuwa na that gift, alikuwa na that knowledge, kwa sababu yeye alivyoona alikuwa na that, na kwa msaada wa Mungu aliweza kukabiliana nao. Kwa hivyo na sisi pia tumuombe Mungu kwamba despite hao watu tunaokutana nao, kwamba Mungu atupe neno la wakati huo kwa ajili ya hao watu tunaokutana nao, kwa sababu tutakutana na watu wa injili tofauti tofauti, mitazamo tofauti. Kwa hivyo yani tumuombe Mungu, kwa sababu anasema kwamba yani msiogope kwamba mtasema nini, lakini mtakapoulizwa mtakuwa na kitu cha kusema. Kwa hivyo na sisi tumuombe Mungu kwamba huyu Mungu ajae ndani mwetu, kiasi kwamba katika every situation tunapoona fursa, Mungu tuwe na the right word for the right time na for the right thing. Na kingine tunaona kwamba lazima ameongelea kuhusu ujasiri, na tunaona kwamba lazima tuhubiri injili kama hii hapa Waebrania 4:12 nasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yetu, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Kwa hivyo tujue kwamba this power, this God that we carry a very big God. Yani he is so powerful, he is so great, kwa sababu yani tutaona huko mbele kwamba alitumia falsafa yao, injili yao, alitumia experiences zao kuweza kumhubiri Mungu. Kwa hivyo Mungu ana kila kitu, resources zote kwa ajili ya different situations.
Haya, mimi ningependa tu kuongea kidogo kuhusu hao ndugu ambao walikutana nao huko. Hawa ndugu ambao wanaitwa Waepikureo. Yaani unaona kwamba hao Waepikureo ni kama ni kama watu wa hivi sasa. Yaani hao ni maphilosophers. Yaani hao watu walikuwa wanapenda sana yaani kuongelea kuhusu falsafa. Wenyewe walikuwa na falsafa zao. Yaani siku hizi ukijaribu kuwahubiria watu Mungu, yaani watu wana theologies kibao, not even theologies, lakini wana mafalsafa kibao. Watakwambia sijui huyu philosopher huyu alisema hivi. Kwa hivyo yani unaona kwamba kwa mfano kama hawa Waepikureo hawa, yani walizingatia sana kutafuta raha na kuzuia uchungu, na pia waliamini katika ulimwengu unaopenda mali bila Mungu kuingiliana, kwamba yani waliamini, yani walipenda sana raha na starehe, na waliamini kwamba Mungu yani haingilii dunia, yani dunia ipo tu kwa ajili ya mtu mwenyewe binafsi. Kwa hivyo pia na kitu kingine ambacho waliona kwamba miungu ipo na haishughuliki na mambo yetu, na pia lengo la maisha ni kufikia utulivu wa nafsi kupitia raha na starehe, ambao sisi wote tunajua kabisa katika mioyo yetu kabla hatujamjua Mungu kulikuwa na gaps, yani kulikuwa na kiu ya kitu ndani mwetu ambayo watu huwa tunajaribu kujaza na vitu tofauti. Kwa hivyo hii kiu iko katika moyo wa kila mtu. Hakuna starehe, hakuna utulivu wowote ambao unaweza kujaza hichi. Na pia waliamini katika kuna huyo Mungu anaitwa Aphrodite ambaye ni Mungu wa starehe, na huyo Dionysus ambaye ni wa sherehe, na huyo Demetral ambaye ni wa abundance wingi. Kwa hivyo yani huku duniani kuna watu wa kila aina wanaamini vitu tofauti tofauti, lakini Mungu peke yake ndio mwenye starehe ya kutosha. Mungu peke yake ndio mwenye furaha. Mungu ndio mwenye wingi. Kwa hivyo tutumie Injili kuweza kukabiliana na mitazamo tofauti tofauti. Na tunaona kama hawa Wastoika hawa Mastoika na wao walikuwa wanasisitiza sana virtue, yani wema na maadili. Sisi wenyewe tunajua tulikotoka kwenye dini zetu. Kuna wengine yani wanaamini kwamba ukitenda matendo mema ndio utaenda kumwona Mungu, lakini sisi wenyewe tunajua kabisa kwamba matendo mema hayatufikishi popote. Kwa hivyo na hao watu walitegemea sana yani fikra, yani waliamini sana katika fikra, na ambazo tunajua kwamba fikra zetu haziwezi kutusaidia. Na pia waliweza kuamini katika ulimwengu ulioamuliwa na hatma, kwamba yani hakuna yani hekima ya kiungu, yani hiyo miungu yao, kwamba yani hao walikuwa watu ambao wanafikiria sana, wanatafakari sana. Lakini tunaona kwamba yani walikuwa wanafikiria yani the rational, yani behind nature, na ambao tuna watu wa aina hiyo ambao pia walikuwa wanafikiria kwamba kuna natural order. Wengine wanasema kuna order, kuna wengine wanaongelea kuhusu kama, yani kuna all those things ambazo wanafikiria, wana reason. Lakini sisi wenyewe tunajua kwamba behind everything, vitu vyote hivyo wanavyovifikiria ni kwamba ni Mungu ambaye yupo, na Mungu ambaye ndiye anayeongoza vitu vyote hivyo. Na pia walikuwa wanafikiria katika yani hao wanafalsafa wengi kama hawa kina Aristotle, kina Pluto. Kwa hivyo hao watu walikuwa wanaamini katika vitu vingi ambavyo havina faida. Kwa hivyo okay, twende kwenye the next one. Yes, moderator, kuanzia 19 mpaka 19 mpaka 21. 19 to 21. Naomba nisome kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Wakashika wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Kwa maana unaleta mambo ya mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Mstari wa 21, kwa maana Waathini na wageni waliokaa huku walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari ya kusikiliza habari za jambo jipya. Naomba nirudie mstari wa 19. Wakamshika wakamchukua Areopago wakisema, je, twaweza kujua maana ya elimu hii mpya unayoinena? Kwa maana unaleta mambo mageni masikioni mwetu. Tutapenda kujua basi maana ya mambo haya. Kwa maana Waathini na wageni waliokaa huko walikuwa hawana nafasi kwa neno lolote ila kutoa habari na kusikiliza habari za jambo jipya. Amen. Karibuni sana. Kama tulivyosoma mstari wa 19 mpaka 21. Ninaomba ambao wako tayari kunyosha mikono. Sister Jane, is that an old hand au ni mkono wa sasa hivi? Ni mkono wa zamani, lakini vile vile nitanyosha mkono wa kutaka kuchangia. Sawa, basi naomba nimuite Sister Rebecca alafu nitakuita wewe maana naona nyosha. Karibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Karibu. Amen. Mimi hapa naona jinsi ambavyo hawa watu walikuwa curious na elimu.
Kuna msemo wa Waingereza wanasema curiosity killed the cat, na hata sisi leo saa nyingine ukianza kuangalia, especially sisi tunaishi katika age of communication. Wazazi wetu huko nyuma waliishi iron age, palikuwa na industrial age. Sisi tuko kwenye digital stroke communication age, ambapo yani every kind of inaitwa information age, sorry, not communication, information age. Every kind of information you want, you will get it in your fingertips. Now the problem is, wewe unayo capability kama ya hawa hapa ambao wanasema masikio yao yakajua hili ni jambo geni. Kwa hiyo ina maana they wanted to know. Kwa hiyo what I'm trying to say is, sisi kama watoto wa Mungu tunatakiwa tufike mahali ambapo tunamjua Mungu, tunalijua neno la Mungu kiasi ya kwamba inapokuja elimu ya kigeni masikio yetu yanajua. Huwezi ukajua kitu kigeni kama hujui kitu kilicho niseme kitu ambacho si kitu sahihi. Kwa hiyo ni lazima tuwe na elimu sahihi ya Mungu ili kutofautisha yanapokuja mafundisho ya kigeni. Na mafundisho ya kigeni sasa hivi yako mengi sana. Wengine wanachomekea humo ndani kwa ndani. Kuna mtu anaweza akahubiri akaanza vizuri, lakini ukamsikiliza sana unakuta anapotosha. Nilikuwa natoa mfano wa kitu ambacho mtu anaweza akaja akasema, nimesoma katika Marko 18 mstari wa 5 unasema hivi na hivi. If you are not a Bible reader, you will not even know kwamba there is no Marko 18. So what I'm trying to encourage each and every one of us ni to be familiar, kwa sababu hata tuliposoma kitabu cha Ufunuo tunakumbuka kwamba itafika wakati ili neno litakuwa linatakiwa lio mioyoni mwetu. Hatutaweza tena kulisoma kama tunavyolisoma sisi. Na zipo nchi ambazo sasa hivi tunavyozungumza wenzetu they don't have access to the Bible. Kwa hiyo tujikite sana kama alivyosema dada Ana wakati anaomba, Bwana Yesu yuko karibu. Na tunajua kabla ya kuja kurudi kwake lazima vije vitokee vitu vya kulizuia neno la kweli kuhubiriwa. Kwa hiyo let us take initiatives, tuwe na bidii katika kumtafuta Mungu kupitia neno lake. Mungu awabariki. Amen. Ni naruhusiwa dada nao? Karibu nilikuwa kwenye mute. Karibu, samahani. Sorry. Okay, all right. Haya, mimi naanza mstari wa 19 waliposema hivi, wakamshika wakamchukua wakasema, je, twaweza kujua maana elimu hii inaonekana ni mpya. Sasa tuchukulia hawa watu walikuwa tayari na elimu ya miungu yao, lakini bado walikuwa wanajaribu kutaka kujua kingine. Sasa hapo tunaongelea kuna swala la miungu na kuna swala la Ukristo. Umeona? Lakini sasa mimi nataka ni base katika Ukristo. Kwenye Ukristo naona tuna madhehebu mengi. I'm sorry kama kuna mtu atageta offended. Jamani, hapa ni sehemu ya kujifunza. Kwa hiyo mimi natanguliza samahani. Umeona? Kwa hiyo tuna madhehebu mbalimbali na madhehebu mengine yani kwa kutuzaliwa kwetu tumeingia huko, lakini utakuta mtu dhehebu linambana kutotaka kujua kitu gani kingine cha Mungu kwa jinsi alivyofahamishwa kutokana na mapokeo tu ya kanisa, na nangangania kitu kile kile. Lakini ukimchunguza huyu Mungu kila siku ni mpya. Mungu hajakaa kwenye mazoea. Na huyu Mungu ni kitu kimoja ambacho kinamchukiza sana pale mtu anapoona mbele yake ana dhambi, mbele yake anamchukulia mazoea na anamchukulia kwa kulizika. Umeona? Kwa hiyo na sisi wenyewe utakuta kuna wengine wanajifungia milango, hawawezi kumsikiza mchungaji fulani, hawawezi kumsikiza mchungaji kwa sababu kanisa lao haliruhusu kuwasikiza watu wengine. Lakini kila mtu amebeba neema yake. Kuna wachungaji wa Sabato wazuri, kuna wachungaji wa Pentekoste wazuri, kuna wachungaji wa Katoliki au pale wale wengine wazuri. Yani sasa tusijifungie kutokana na mapokeo. Kwa sababu tutavyoenda mbinguni Mungu hatasimama pale mlangoni kwamba wewe ni dhehebu gani. Atakuhukumu kwa wewe kwa kukosa maarifa. Na ukiangalia walichokuwa wanataka wao kujua yale maarifa kwa sababu kama Mungu wao wanamjua, na hiyo sehemu ilikuwa ina miungu mingi sana, lakini wataka kujua huyu Mungu huyu ni Mungu gani. Sasa ni kitu gani ambacho nimekiona hapa kwamba walitaka kuchunguza, ni uchunguzaji huu kwamba huyo Mungu wako wewe unomsema wewe na huyu Mungu wetu ana tofauti gani. Sasa narudi kwa Kristo. Sasa hivi unaweza kukuta Mkristo mwingine, wewe twende, yani kule kuna upako. Hataki kujua yule mchungaji kwa vipi, yeye anataka kujua tu kuna ule upako.
na atafika pale asisikize neno la Mungu. Yeye anasubiria tu ule muda, kama ni wa mafuta, kama ni muda wa sio kitu gani. I'm not saying kuuza mafuta ni kitu kibaya, no. Mimi ninachoongelea kwamba akili inakuwa imejikita tu kwenda kusikia, yani kupata ule upako. Neno la Mungu lijui, na tunajua sasa nyingine kuna madhabahu mengine, kuna madhabahu ya Mungu na kuna madhabahu watu wanatumia jina la Yesu, lakini ndani ya madhabahu yao kuna roho ya kuzimu. Kwa hiyo unakuta watu nafsi zimekamatwa kwa ajili ya kutotaka kumchunguza huyu Yesu ni nani na uponyaji wake na neno liko vipi, kama ile neno lilo hai. Alafu kuna mstari mwingine tena kwamba wao waliona kama ni mambo mageni. Kwa hiyo hata wewe kwenye dhehebu lako kuna mambo ushayabeba kama ni mapokeo yako. Kwa hiyo unaposikia mambo mengine unaona ni mambo mageni, lakini kuwa na roho ya uchunguzi. Atahubiri na Biblia unayo, na uzuri sasa hivi tuna social media, utaingia huko utakutana na wachungaji wengi tu, na utakutana hata hiyo Google yenyewe ukiweka hapa itakufahamisha. Na point yangu ya mwisho tena kwamba walikuwa hawana nafasi ya neno lolote lile kutoa habari na kusikiliza habari na jambo jipya. Naomba niishie tu hapo, labda in general nijaribu kusema, yani nimalizie tu kwa kukonkuli, ni kwamba sisi ni Wakristo, tujipe muda wa kujifunza mambo mengi na kuchunguza hili neno la Mungu. Watu watakuja na mambo mengi, lakini kama ukisimama kwenye ukweli utakuweka wewe huru. Naomba niishie hapo, mbarikiwe. Amen, haleluya, barikiwa sana mtumishi. Na mimi naomba ni ada hapo. Anasema kwamba wakamchukua Areopago. Wakati nasoma hiyo mstari, Areopago anasema it's the assembly in the city where legal philosophers and discussions took place. Ni sehemu ambayo watu walikuwa wanakaa, scholars, tuseme ni scholars ambao walikuwa wanakaa wanadiscuss mambo ambayo yalikuwa yanaendelea katika ulimwengu. Nilichompenda Paul ni kwamba he understood the culture, lakini pia watu Athens, watu ambao ni from Athens, wa Giriki, na wafananisha kama vile na wana wa Berea ambao walikuwa wanapenda, they wanted to learn, na ndio maana walikuwa walimuita wakataka kuuliza maswali, and they were discussing new ideas. Sasa nataka kujiuliza kama mimi, unapokwenda kuitwa kwenye councils of the wicked au councils za watu wengine, ni lazima kama Sister Rebecca alivyosema kwamba umjue Mungu wako na pia uelewe kule unapoenda. Ukienda tu kurupuka unampeleka Mungu wako bila kuelewa kule, ni ngumu sana watu kumpokea. Ukiendelea kusoma kule chini utaona kwamba anasema kwamba aliweza akajua kwamba wanamwabudu Mungu ambaye kunasema pameandikwa kwa Mungu ambaye asiyejulikana. Kwa ni vizuri na sisi kuelewa, unapoenda kuongea na Muislamu lazima ujue kwamba kwa nini wanamwabudu Isa, kwa nini kuna Isa kwao, uelewe. Nakumbuka kuna kipindi nilipanda treni na mtu kutoka Dar es Salaam to Dodoma, mdada wa Kiislamu alikuwa anaelekea Tabora. From Dar to Dodoma alikuwa anajaribu kunivuta kwake mpaka tunafika mwisho, mimi nilimvuta kwangu akawa anaelekea upande wangu, sababu na mimi nimejaribu kusoma Qur'ani. Nasoma mimi huwa nakaa, I get time, I read in English to just try to understand. Ile ninapokwenda kumvuta mtu na mvuta kwa knowledge kwamba ninajua kuna hiki, ninajua kuna hiki. Kwa ni rahisi sana mtu kumuelewa Mungu wako pale unapokuwa unajua. Kama alivyosema mtumishi kwamba ni lazima tupende kusoma, ni lazima tumjue huyo Kristo. So unapoenda kumhubiri kwa watu wengine, lazima uweze kumhubiri Kristo, umrepresent yule mwingine yule aweze kujua upande wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naona hakuna mkono mwingine, naomba nimkaribishe kiongozi aendelee. Karibu. Amen. Jamani, mbarikiwe sana. Unajua kila siku tunapojifunza tunazidi kupata mambo mapya ambayo tunayajua zaidi. Mbarikiwe sana. Na mimi kuongezea tu, mmeshaongelea yani hapo Areopago hapo ni mahakama. Yani hiyo ilikuwa ni kama ile mahakama, yani ilikuwa ni mahakama, ni mahali pa mjadala. Kwa hivyo hapa wao ndio walikuwa wanaenda kudiscuss mambo muhimu, wanaulizana maswali, wanachallengeana. Kwa hivyo, lakini pia hii ilikuwa ni mahakama ya kuamua kesi, kwa sababu kama jinsi ya kudiscuss, nafikiri pia sio kama nafikiri, lakini pia ilikuwa ni mahali pa kuamua kesi. Hii ni sawasawa na ile mahakama ile ni sawasawa na Sanhedrin kwenye ile Mathayo 26:57 mpaka 68, ambapo hii pia ni kama mahakama ambayo ilikuwa inaamua ni mahakama na pia ni mabaraza wa Yahudi pia, ambapo unakumbuka kwamba walimhukumu Yesu. Na pia hii iliwekwa yani ni kama kuweza kuwasaidia
kuweza kuamua mambo yao. Ni sawa sawa tu na kama ile mahakama, yani Wayahudi nao walikuwa na mahakama yao, hiyo Sanhedrin, ambao kwenye Kumbukumbu la Torati 16:18 mpaka 20 inasema, weka waamuzi na maakida katika malango yako yote akupayo Bwana Mungu wako kwa hesabu ya makabila zako, nao waamue watu kwa maamuzi ya haki. Usipotoe maamuzi wala usipendelee uso wa mtu, wala usitoe rushwa, kwa kuwa rushwa hupotosha macho ya wenye haki na kugeuza dawa ya wenye haki. Kwa hivyo hii ilikuwa ni mahakama ambayo ilikuwa inawasaidia kama wanapokuwa na matatizo, wanaenda huko ndani. Alafu pia tunaona pia on top of that kuna mahakama nyingine ambayo mwishoni na sisi wote tutakuwa judge. Hapa kwenye 17:31 inasema, kwa maana 17:31 anasema, kwa maana ameweka siku atakayohukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Kwa hivyo hichi kilikuwa ni kitovu cha falsafa. Hapo walikuwa wanajadili mambo yao wenyewe. Na kingine tunaona kwamba yani hawa wa Athena walikuwa ni watu kama wale wa Stoika, wa Epikureo. Kwa hiyo tunaona kwamba huu mji kama mmeshasema. Kwa hivyo yani hao watu pia walikuwa wanaabudu miungu mingi, walikuwa wanaabudu miungu ya kike, ya kiume. Yani hichi kilikuwa ni kitovu cha kuabudu miungu. Na kingine pia unaona kwamba walikuwa yani ni watu ambao ni wadadisi kama mlivyosema Waberea, lakini hao walikuwa ni wadadisi kwenye the wrong thing, tofauti na Waberea. Kwa hivyo hao walikuwa na miungu yao ambao walikuwa wameiweka kichwani. Kwa hivyo unaona kwamba wao walikuwa na maabudu huyu Mungu asiyejulikana. Na pia tunaona kwamba hili swala la huyu Mungu asiyejulikana ilitokea kwenye hiyo 6th century huko. Kuna huyu mwanafalsafa wao na mtunga mashairi ambaye alikuwa anaitwa Epimenides. Yaani hichi kilichotokea mpaka kukawa na huyu Mungu asiyejulikana, kipindi hicho kulitokea tauni katika huo mji wa Athena. Kwa hivyo wakaona ili kusafisha tauni kwa elimu yao wenyewe, wakaamua kuachilia kondoo katika huo mji. Kwa hivyo kila kondoo walivyokuwa wanapita wanakaa chini hapo, wakawa wanamchinja huyo kondoo na wanatengeneza madhabahu, ndio wakaweka miungu tofauti. Kwa hivyo wakafika mahali, kondoo mmoja akafika mahali akakaa hapo baada ya kumaliza miungu yao yote. Kwa sababu hao wa Athena wana miungu yao ambayo wanaiabudu. Kwa hivyo walipofika wakamchinja huyo kondoo na wakaweka hiyo madhabahu ya Mungu asiyejulikana. Kwa sababu watu walikuwa wanapenda sana udadisi na hawakutaka kumkosea Mungu. Kama sisi jinsi ambavyo tulivyo, tunampenda sana Mungu. Na kwa hivyo unakuta saa zingine badala ya kutafuta vitu, shetani naye anachukua hiyo nafasi. Badala ya kutafuta Mungu katika neno lake, unakuta kwamba tunadanganywa kama mlivyosema kwamba unasikia huku kuna huyu mhubiri sijui kuna nini. Kwa hivyo tunaenda kwenye the wrong things kwenda kumtafuta Mungu. Kwa hivyo na kama hawakutaka kumkosea Mungu, ndio maana wanasema mimi sitaki kumkosea Mungu. Mwenzako anakuambia bwana sijui kuna mtumishi huyu, yani hutaki kuonekana kwamba na wewe sio wa kiroho, kwa sababu kama hii ndio trend. Kwa mfano safari hii sijui kuna nabii, juzi nilikuwa naangalia, I was so offended, nilisikitika kweli kwamba yani huyo mtu eti akawa anajichafua, akachukua maudongo akajipaka akasema mimi najichafua kwa ajili yenu. Yani hata sikuelewa anafanya nini, lakini nikawaza yani kama Yesu kufa msalabani, alikufa kwa ajili yetu, alichukua dhambi zetu, yani alichukua madhaifu yetu yote, alichukua matatizo yetu yote. Kwa nini tunaacha watu wanatudanganya kwa uongo wakati Yesu yeye alishamaliza kila kitu? Kwa hivyo yani kama mlivyosema kwamba mmeongelea kuhusu hiyo miungu, na kwa mfano kama hawa wa Athena walikuwa na miungu yao miwili ambayo walikuwa wanaiamini sana, na mungu wao mmoja alikuwa anaitwa Zeus, ambaye huyu ndio the supreme god, ambaye ndio nilivyokuwa nasoma hivi nikawa namshangaa Mungu kwamba yani kwa kweli kutokumjua Mungu kweli, ndio maana Biblia inasema mjue sana Mungu. Kumjua Mungu ni chanzo cha maarifa. Kwa hivyo yani huyu Zeus wao ambaye ndio alikuwa kama ni supreme god, yani ndio Mungu wetu kabisa. Kwa hivyo yani huyu Zeus yani ndio alikuwa yani ndio Mungu, ndio alikuwa anaishi hapo Olympus, hapo juu ya kwenye hicho walipotengeneza hiyo Arepego. Kwa hivyo huyo Zeus ndio alikuwa ni Mungu wao
yani ndio alikuwa boss katika miungu yao yote. Kwa hivyo yeye ndio alikuwa ni supreme ruler, alikuwa anatawala anga, alikuwa na radi na sheria na kitu kingine tena, yani alikuwa na silaha yake ambayo kwamba ukitaka kujua kwamba huyu ni Zeus alikuwa na kuna ile kuna nini ile kuna okay, kwa wale ambao wanaangaliaga movies anyway, kuna Thunderbolt na kuna katuni inaitwa Thunderbolt. Watoto kibao wanaangaliaga hiyo katuni. Kwa hivyo yao silaha yake ya kumtambulisha ilikuwa ni hiyo radi hiyo, yani ni kama radi. Alafu pia kuna kitu kingine, lakini pia huyu Zeus alikuwa pia anasimamia sheria na haki. Kwa hivyo yani shetani jinsi ambavyo anabadilisha uongo kufanya ukweli. Alafu pia tunaona kwamba kuna mungu mwingine wa Athena alikuwa anaitwa Poseidon, na huyu ni mungu wa bahari na dharuba na matetemeko ya ardhi, na huyu ndio alikuwa ni mungu wa dharuba na earthquakes. Na unaenda lakini mpaka nimalizie. Sister Jane, naomba usaidie kumute your speaker please. Kipindi kinaendelea. Sorry. Kwa hivyo mastorms yote mnayoyaona ndio yote ambayo huyo Poseidon ambayo ndio anachangia. Kwa hivyo yani kama ukijaribu kuangalia yani hii ni yani sifa zetu zote za Mungu yani wamezichukua wamezibadilisha. Yani Mungu wetu ndio the supreme God. Yani huyo Zeus yani amejaribu kuchukua tu quality za Mungu wetu. Kwa hivyo yani kumjua Mungu sana kuna kuja kuweza kukusaidia usiweze kudanganywa. Kwa sababu hao wote walidanganywa, shetani amedanganya. Kwa hivyo hao wote ndio unakuta wanaamini vitu hivyo. Yaani wanavyoviamini wameviweka kwenye miungu, lakini ndio hicho lakini ni Mungu kwa kweli. Anafanya vitu vyote hivi. Amen. Kingine ninachokiona mmeshaongelea kuhusu udadisi lakini in the wrong way. Alafu kumtafuta Mungu pia mmeongelea, na kingine kiu in the right place. Kwa hivyo kingine ambacho ningeweza kuongeza humu ndani ni kwamba aliona fursa, yani aliweza kuchukua hiyo injili ya kwao, aliweza kutumia vitu vya kawaida, hiyo miungu ya kwao, Mungu asiyejulikana, ndio akamchukua hiyo dhana hiyo kuweza kuwahubiria kuhusu Yesu. Kwa hivyo na sisi Mungu ametupa neno lake, ametupa Roho Mtakatifu, yani tumjue Mungu na tujue neno lake. Kwa sababu tukijua neno la Mungu tutapata majibu yote ambayo hakuna kitu ambacho watu watakuletea ambacho hakina majibu. Kwa sababu Bible yani ni zaidi ya, yani kuna kila kitu ndani yake. Kwa hivyo kingine ambacho nimekiona tuwe na uinjilisti wa kimkakati na watu tunaowahubiri, kwa sababu unapowajua wale watu inakusaidia. Kwa sababu kama huyu angeenda kuhubiri kitu kingine asingeweza kurelate nao, inabidi kama unaongea na wao uongee kwenye vitu vile vile. Mungu akupe hekima uweze kuwahubiria injili kwa vile vile. Mungu usiyemjua, lakini ndio sifa za Mungu huyo tunayemjua sisi. Amen. Na kingine tunachokiona ni kwamba tumepewa hiyo universal call kwamba lazima twende tukahubiri injili kwa mataifa na kwa watu wote. Asante. Kwa hivyo na kukaribisha dada Ana, tuendelee na hicho kipengele kingine 22 tu 22 to I think hiyo imeshawekwa tayari, imewekwa 22-25. Okay, sawa. Labda to add tu, kuna sehemu nilisoma this week wakati naongea na watu kwamba what is best is not necessarily right. Neno la Mungu linasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa hiyo Mungu atupe kiu sana ya kuwa kama Maria Magdalena, ya kuketi miguuni na kujifunza, maana hapo ndipo tutakapochomoka na sisi. Basi naomba nisome kama alivyosema kiongozi kuanzia mstari wa 22 mpaka 25. Paulo akasimama katikati ya Areopago akasema, enyi watu wa Athini, katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Kwa sababu nilipokuwa nikipita huko na huko na kuyaona mambo ya ibada yenu, naliona madhabahu iliyoandikwa maneno haya, kwa Mungu asiyejulikana. Basi mimi nawahubirini habari zake yeye ambaye ninyi mnamwabudu bila kumjua. Mstari wa 24, Mungu aliyeufanya ulimwengu, mandhari, shakarabu na vitu vyote vilivyomo, na yeye kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono, wala hatumikiwi kwa mikono ya wanadamu, kana kwamba anahitaji kitu chochote, kwa maana ndiye anayewapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba mikono kama kuna mtu yote yuko tayari kuongea.
mstari wa 22 mpaka 25. Basi naomba mimi nichangie hapa kama sioni mkono. Naona mkono wa Sister Rebecca, then Sister Jane. Karibu Sister Rebecca, then Sister Jane. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Kama kuna mistari ambayo ni very, yani sijui nisemeje, katika hii part of the Bible. Yes. Kwa sababu anatuelezea jinsi huyu Mungu alivyo. Hao walikuwa wanamwabudu Mungu asiyejulikana, lakini anasema yupo Mungu anayejulikana. Ndio maana Mungu alipokutana na Musa akamwambia I am, tell them I am. Hallelujah. Umeona? Kwa sababu he is, he was and he is still to come. Lakini ninachokipenda zaidi ni pale anaposema yeye ndo aliyefanya ulimwengu wote na vitu vyote vilivyomo ndani yake, kwa kuwa ni Bwana wa mbingu na nchi, hakai katika hekalu zilizojengwa kwa mikono. Kwa mara nyingi huwa tunafanya nini? Tunasahau kwamba Mungu anakaa ndani yetu. These are the days Mungu yuko ndani yetu. Ndio maana Roho alishuka kuja kukaa na sisi, ili mahali popote tunaweza kumwabudu. Hakuna kusema lazima niende Maka, kama niende Yerusalemu. Tunaenda ndio, but tunaenda na presence of God. Namshukuru Mungu kwa maombi ya leo. Tumeomba uwepo wa Mungu uwe pamoja yetu, lakini vile vile anasema hivi, yeye ndio anawapa wote uzima na pumzi na vitu vyote. Kama kuna kitu ambacho kila mtu anatakiwa mara kwa mara kutafakari, ni jinsi ambavyo pumzi ya Mungu. Mimi kikweli baada ya kuangalia hizi technology ndio nimekuja kuelewa maana ya pumzi. Maki zamani kwaga nasemaje? Na sasa tukifika huko mbinguni tunaambiwa eti Mungu anajua kila kitu unachokifanya, lakini kwa sababu pumzi yake iko ndani yetu. Yani ni kama hawa wanavyotengeneza sasa hivi technology, wanaweka vichip ambavyo vinaweza kufuatilia. Wanakufuatiliaje? Kwa sababu there's a chip, na sisi wote we are carrying the stamp of God. Umeona? Na hiki kitu ambacho ni muhimu sana kuwa na appreciate kwamba Bwana ni pumzi yako ambayo ndio inanipa uhai. Ngoja mimi niishie hapo. Mungu awabariki. Barikiwa sana. Karibu Sister Jane, naomba kidogo brief kwa sababu tumebaki na dakika 7 na bado tuna mistari mingi mbele yetu. Karibu. Okay, basi nitaanza na mstari wa 22 kwenye hapa alivyosema hivi, yani wakutafakari sana mambo ya dini. Sasa hii kuna sehemu ya kutafakari sana mambo ya dini. Kuna hii kitu ambayo mimi naongelea katika upande wetu sisi, japokuwa wao walikuwa na miungu yao, lakini bado walikuwa na nafsi zao zilikuwa bado zinatoa chance ya kutaka kutafakari mambo mengine. Na utakuta hata sisi wa Kristo utakuta kuna muda umeshajiwekea, siwezi kusema ni kiburi cha dini au kiburi cha I don't know, na kiburi cha uzima na kiburi cha dini. Yani wewe you believe, hauna chance ya kutoa room ya kutaka kutafakari swala lingine lolote. Umeona? Kwa hiyo siwezi kusema kama hapa ilikuwa imebeba kiu au ni ile kwamba wana uwezo wa kutafakari kitu kingine ambapo kuna mwingine umejiwekea, yani umejiloki, hutaki kusikia chochote unachokiamini wewe na unachokijua wewe, na kutokana na labda the blacko you don't give a room for anything. Kwa hiyo na sisi tuwe watu wa kutafakari, tunakuwa wepesi wa kutoingizwa sehemu yote mbaya na wepesi wa kukua kiroho, kwa sababu haimaanishi tunasoma hapa hii Matendo 17 it is enough, lakini the more tunavyosikiliza na watu wengine, the more tunavyosoma vitu vingine, tunazidi kukua kiroho na tunazidi kukua katika neno. Hiyo point number 1. Amen. Point number 2 katika mstari wa 23 alipokuwa nikipita huko na kuona kwamba aliona kwamba naliona madhabahu iliyoandikwa maneno ya Mungu asiyejulikana. Umeona? Sasa kwa hapa Mungu asiyejulikana, maana tunajua kuna Mungu asiyejulikana na Mungu anayejulikana. Hapo chini ambaye mstari wa 24 amemuongelea huyo Mungu wetu ambaye aliumba mbingu na bahari, aliowatoa wana Israeli, vitu vyote, sifa za Mungu zote hizo. Sasa mimi nataka niongelee tu kidogo hapa kutokana na muda umeisha. Pale alisema hivi, naliona madhabahu iliyoandikwa. Je, mimi na wewe tunaionaga hayo madhabahu? Kwa sababu hapa tusisome tu kama hadithi, kwa sababu madhabahu ni hata hizi kwenye hizi sherehe zinazofanyika mwisho wa mwaka Disemba, kuna makabila ambayo bado yanaenda kufanya vile. Yale ni madhabahu ya upande wa Mungu asiyejulikana, kwa sababu madhabahu, si tunasema Mungu asiyejulikana si miungu.
Umeona, miungu inaweza ikawa madhabahu ya mizimu, madhabahu ya uchawi na uganga, madhabahu ya wasoma nyota, madhabahu ya wasihiri, madhabahu ya kila aina, na kuna madhabahu hata ya makanisa ambayo mwanzo nimeongea, yani madhabahu, yani kwamba ni madhabahu mbele ambayo na Yesu, lakini ndani wameshaenda kwa kuzimu, wanatumia miujiza za nguvu za giza. Je, unaipima roho yako kujua ni madhabahu gani unakanyaga? Kwa sababu Mungu alisema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Akusema sio kwamba waombi, tunaomba usiku na mchana. Je, hayo maarifa tunayo ya kugundua ni madhabahu gani ambayo nayakanyaga kwenye hili kanisa? Ni madhabahu gani ambayo nimeitwa hapa, kuna mila na desturi? Je, umekaa Ulaya miaka mingi, umerudi, lazima unane na bibi yako, kunywa haya maziwa, kunywa sijui mbegi, kunywa sijui umwagiwe sijui unga, sijui kae kwenye ungo. Those kind of traditional and whatever ni miungu isiyojulikana, miungu ya kigeni. Hayo ni madhabahu. Kwa hiyo tunapokuwa tunamjua Mungu na tuko rohoni, it's very easy mtu anapokuambia do this, unajua no, this is no madhabahu ya Mungu, au hisi sio kitu cha Mungu, huyu ni Mungu asiyejulikana. Mungu wangu mimi ni Mungu aliye hai. Sasa kutokana na muda umeisha, ngoja nitoe chance kwa wengine waendelee, ila kuna kitu kimoja ambacho bado nafsi yangu inakuwa nzito, lazima nikiseme. Tumemsoma hapa Paulo, atusomi hapa kama hadithi, kuna vitu vingine lazima tukavitendee kazi. Ya Paulo alisema hivi, alichukizwa, narudi kule juu, alichukizwa na ile miungu. Lakini mimi na wewe niliongea ile pointi, makanisa yanageuzwa kila kitu. Na waombeni wapendwa, tunapoenda na toba zetu za kila siku za familia zetu, tuingize na hii toba ya hii nchi. Mungu alituleta hapa sio kwa bahati mbaya. Tumeletwa hapa tukumbuke kuomba toba. Mungu anasikia, anamtafuta mtu mmoja, na sisi tuko zaidi ya mmoja. Tuendelee kuomba toba. Machukizo yanayoendelea nchi hii ya kuuza makanisa, kumkataa Mungu, sisi tusimame kwa toba. Mungu mwenyewe atafanya. Ni hilo tu, mbarikiwe. Asante sana. Amen. Basi na mimi naomba nimalizie. Nimependa aliposema kwamba enyi watu wa Athini, anasema kwamba katika mambo yote naona ya kuwa ninyi ni watu wa kutafakari sana mambo ya dini. Nimemkumbuka Paulo wakati wa Torah, ukimkompea na Paulo baada ya kupata encounter ya Jesus on his way to Damascus, ambako wanasema kwamba zile scales zilipotoka machoni baada ya kuombewa, akamjua Kristo wa kweli, akaanza kumhubiri Kristo. Ni vizuri sana. Efeso 4:16 narudia, inasema wanaangamizwa, watu wangu wanaangamizwa, ZWAC wanaangamia. Tunaangamizwa kwa sababu tunapokea mapokeo, tunafundishwa mafundisho ambayo yanatuangamiza. Ni vizuri sana uwe na kiu ya kumjua Mungu. Na napenda ukishamjua Mungu, it is so easy for you to pray because things will just flow. Unaona ambavyo Paulo anamsifia Mungu, anasema Mungu alifanya ulimwengu na vitu vyote kuwa ni Bwana wa mbingu, hakai kwenye hekalu zilizojengwa. All these things Roho Mtakatifu anazireveal ndani yako unapozidi kumjua, huwa ana flow kwa namna ya ajabu. Kwa unajikuta utakiwa hata maombi ya kukariri, yanakuja tu yenyewe kwa sababu una Roho Mtakatifu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kiongozi, sasa hivi tumebaki na dakika 2. How many extra minutes do you need kabla tujaendelea? How many extra minutes? Naomba nikusikie kutoka kwako kiongozi. Sister Razia? Sister Razia, sijui kama upo, sikuoni. Kama Uko mute. Sister Razia? Yes. I apologize. Naomba dakika 10. Nafikiri nitarush over this. It's okay, naomba dakika 10. Sawa, karibu. By the grace of God, I will try to do this. Mikono ya Sister Rebecca na Sister Jane naomba niweke mwishoni ili nikukaribisha kwanza for now, kwa sababu walishaongea wote. Karibu Sister Razia. Okay, asante. Okay, ngoja ni share screen yangu, just a minute. Mengi mmesha yasema, kwa hivyo mimi nitaongelea tu machache and then tutamaliza. One minute. Haya, well, tumeshaongelea Waepukareo na Wastoika, alafu na kingine ni kuzingatia utamaduni, alizingatia na aliheshimu. Okay, kwa hivyo kitu kingine nimependa kwamba hata tunapoenda kuhubiri Injili, tunaweza tukaenda tukakutana na watu, ni vizuri kurespect what they believe, hata kama hatubelieve. Na kama katika kuagi we don't argue, lakini kwa hoja kama alivyofanya Paulo, kwa sababu unaona kama katika speech yake yote hiyo hakuwa disrespectful, aliwaheshimu, aliongea nao vizuri.
Kwa hivyo na sisi pia tunapokutana na hizi dini tofauti tofauti kama Paulo ali acknowledge, akathamini na akatumia elimu aliyokuwa nayo kuweza kupangua na kueleza kuhusu Mungu. Na pia kingine ambacho wali appreciate, namshukuru Mungu kwamba popote tunapokwenda Mungu ametupa gifts tofauti tofauti. Kwa hivyo Mungu anapotupa hizi gift tofauti tofauti ni kwa sababu anajua kwamba ni audience gani ambayo Mungu anatupeleka. Ndio maana ametupa elimu tofauti tofauti. Ndio maana wewe umezaliwa katika kabila ulilozaliwa, unaishi mji, na pale unapofanya kazi, popote Mungu alipotuweka, yani Mungu anatupeleka strategically. Kwa hivyo hicho ni kitu kingine pia tutambue kwamba whatever God mahali anapokupeleka anakupeleka kwa sababu fulani. Na kingine tunaona pia hii mijadala, sio kwamba huu ndio ulikuwa mjadala peke yake. Kuna mijadala mingi katika Biblia, ilikuwepo tu mingi. Kwa mfano tunaona kama ulikuwepo Danieli Babylon kipindi hicho, kuhusu kwenye Daniel 2. Alafu pia tunaona Elia na manabii wa Baal. Alafu pia tunaona Yesu mbele ya Pilato, na pia tunaona Paulo mbele ya Felix. Tutakwenda kuona huko mbele ya safari tutapoenda. Kwa hivyo kama hii 1 Peter 3:15 naposema muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu awaulizaye habari za tumaini lililo ndani yenu, lakini kwa upole na kwa hofu, yani kwa heshima, kwa neno. Yani sisi tunaongea tu kwa hoja, tuongei tu kwa mambo tu, maneno yani. Alafu na kingine pia hichi chote tumeshasema. Kingine pia tunaona kwamba miungu pia ilikuwepo, sanamu pia zilikuwepo. Sanamu kubwa tu ambayo tunaikumbuka kwenye Biblia ilikuwa ni hao wa ndugu, kipindi kile ambacho Musa alikwenda kule juu kwenda kuchukua ile 10 commandments. Hao ungwana walitengeneza sanamu yao hii hapa. Kwa hivyo sanamu, tunapowaza sanamu wengi tunawazaga tu kwamba ni vitu ambavyo vimechongwa na mikono kama sanamu, lakini kuna visanamu vingi ambavyo tunavitumia pesa, mamlaka, vyeo, dini zetu. Kingine ni vizuri kwamba alitambua, yani katika hii speech yake alivyokuwa anaongea nao, aliweza kutambua uumbaji na mamlaka ya Mungu, na pia alielezea kuhusu masuala mazima ya ufufuo wa Yesu kama udhibitisho wa mpango wa Mungu. Na pia kingine aligusa na kuvutia, this is tulishasema, I don't need to repeat this. Kingine ambacho nimejifunza katika haya yote ni kwamba ni mahusiano na utamaduni, uwezo wa Paulo kujiungamanisha na imani na maadili, values zao. Kwa sababu unapoongea na watu and then una touch their values, wana feel respected na wanataka kukusikiliza. Lakini ukianza kuwatukana na nini, they will not even listen to you. Alafu kingine tumeongelea ujasiri katika kuhubiri Injili, pia ni muhimu sana. Kingine tunaona hekima. Paulo alikuwa na hekima sana, hata vile alivyokuwa anakabiliana nao, kwamba alikuwa na hekima, alikuwa na ujasiri, alikuwa na roho ya utambuzi, yani alikuwa na the right majibu right kwa the right questions. Na pia katika kuongea katika yote haya aliongelea kuhusu fufuo kama ni kitu cha msingi, kwa sababu huwezi kuongelea kuhusu Yesu ukasahau kufa kwake na kufufuka kwake. Na pia kingine anaongelea kwamba imani yetu imejengwa katika Mungu, sio kwenye vitu vingine. Hii hapa mmeshasema, I don't need to repeat this. Naomba twende kwenye the last one. Amen. Kwa hiyo naanza kuanzia mstari wa 26 mpaka mwisho, right? Yes. Naomba nisome kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja wakae juu ya uso wa nchi yote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao, ili wamtafute Mungu ingawa ni kwa kupapasa. Haleluya! Wakamwone ijapokuwa hawi mbali na kila mmoja wetu, kwa maana ndani yake yeye tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Kama vile mmoja wenu mtunga mashairi alivyosema, maana sisi sote tu wazao wake. Basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, haitupasi kudhani ya kuwa uungu ni mfano wa dhahabu au fedha au jiwe, vitu vilivyochongwa kwa ustadi na akili za wanadamu. Basi zamani zile za ujinga
Mungu alijifanya kuwa azioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayohukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Mstari wa 32, basi waliposikia habari za ufufuo wa wafu, wengine walifanya dhihaka, wengine wakisema, tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Basi hivi Paulo akaondoka akawaacha. Baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini. Katika hao alikuwamo Dionisio Mwareopago na mwanamke jina lake Damari na watu wengine pamoja na hao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi naomba tukaribie. Karibu, utakapofika karibu, tukikutajagua naomba utunze muda. Karibu ambaye yuko tayari. Karibu. Sister Rebecca, ulinyosha mkono saa zile. Do you still want to continue? Okay, quickly. Asante moderator. Hapa tunaona jinsi ambavyo unajua mara nyingine kuna vitu tunavitamani, tunataka kuwa watu fulani, tunataka kwenda sehemu fulani, tunataka kufanya kitu fulani. Kumbe Mungu ameweka mipaka kwenye kila kitu. Namshukuru Mungu, katika Alhamisi 2 zilizopita Mungu ametusaidia kuombea mipaka. Ipo mipaka ambayo Mungu ameiweka kwenye maisha ya kila mwanadamu. No matter what you do, kama ni mpaka ambao Mungu amekuwekea, na mpaka huko katika muda, ndio maana ikifika muda fulani you have to go back. Kuna mipaka katika mahali utakapoishi na vitu kama hivyo. Isipokuwa sasa unakuta adui saa nyingine anarudisha goli nyuma. Kwa hiyo wewe kama mpaka wako Mungu amekwambia mpaka mita 10, adui anaweza kaeka mita 2. Wewe ukawa unaishi maisha ya mita 2. Hapo ndipo ambapo tunatakiwa tuivunje mipaka ya adui na kuruhusu kwamba niishi katika mipaka ya Mungu. Na hata kwenye mipaka ya Mungu tunamwona nani yule aliomba akamwambia nani, Mungu enlarge my cause. We can ask God enlarge our cause, that we can go beyond and above. Kwa hiyo hiko ni kitu kimoja tu ambacho nataka kuchangia kwa ajili ya muda. Mungu awabariki. Amen. Amen, amen. Sister Jane, karibu briefly. Okay. Nataka nichangie hapa waliposema hivi kwamba Mungu sio yani kwamba kitu kilichochongwa dhahabu na vitu vingine. Kwangu mimi nataka nichukulie tu katika upande mwingine. Utakuta sasa hivi tunamtafuta Mungu kwa ajili ya vitu na vitu, yani kwa ajili ya vitu. Muone? Na ukiangalia mpango wa Mungu, Mungu alituumba sisi tumwabudu, kwamba utafuteni ufalme wa Mungu na vitu vingine vyote mtazidishiwa. Siongelee upande wa miungu. Ni kweli miungu yao ilikuwa ya kuchongwa na dhahabu na whatever, lakini mimi naileta katika hii sisi tuliopo sasa hivi. Tunaenda kwa ajili, unataka gari, unataka nini, lakini Mungu alitumba kwa mfano wake ili tumwabudu, na tukishamaliza kumwabudu na vingine tutazidishiwa, kwa sababu Mungu ameweka roho ya mwanadamu yoyote kuabudu, na ndio maana hata akikosa kitu chochote yuko tayari kuabudu jiwe. Umeona? Kwa hiyo tumuombe Mungu atuendelee kutupa neema ya kutafuta uso wake, na mambo mengine tunayoitaka tutazidishiwa. Na cha mwisho tu, labda kutokana na muda umeshaisha, naomba nichangie tu mstari wa mwisho kwamba pamoja tunapofanya injili, sio kwamba wote watakubaliana na sisi, lakini bado tutapata yale mavuno ambayo Mungu amewakusudia. Kama hapa tunaona kwamba baadhi ya watu wakashikamana naye wakaamini, alikuwemo huyo, majina yametajwa hapo. Umeona? Kwa hiyo na sisi tunapoenda kufanya injili tusivunjike moyo, na cha mwisho kwamba bado tunahubiriwa swala la ufufuo. Umeona? Kufufuka ni ufufuo tu wa sisi, hata sisi wenyewe kwenye kukua katika huduma zetu. Mungu azidi kufufua hizi nafsi zetu tujaribu kumtumikia, na tukisubiria ule ufufuo wenyewe wa Yesu Kristo mwenyewe. Basi naomba nishare hapo, niachie kipindi kimalizike. Barikiwe. Amen, haleluya. Na mimi naomba samani kidogo jamani, hili pointi ya mwisho kwenye hii swala la toba. Umeona? Mungu hapa ameongelea kwamba zama za ujinga zimeshaisha. Aliupenda ulimwengu akamtoa mwanake wa Yesu Kristo. Kwa hiyo Yesu Kristo ni ufufuo. Umeona? Yesu Kristo ndio amekuja yani kama mkombozi. Kwa hiyo tuna hii neema ya Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu sasa hivi hana yani kwamba hahitaji tena excuse kwamba haukujua kufanya nini. Ile damu ya Golgotha, ile kwa kupigwa kwake, ndio hiyo sasa Mungu ametuweka tufanye toba, tutoke katika ule ujinga ambao tulikuwa nao. Amen. Sister Victoria, karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen, haleluya. Ndio tu kidogo kusummarize mstari wa 32 anasema alipowahubiria wengine wakasema tutakusikiliza tena katika habari hiyo. Sasa hapa huu mstari unanifundisha nini? Tunapohubiri injili kama alivyosema Sister Jane, tunapoenda kuwitness,
Witness ni kitu changu. Tunapowaambia watu habari za ufufuko, habari njema za Yesu, kunakuwa na majibu tofauti. Kila mtu ana majibu ya aina yake. Sasa wengine watadhihaki, wengine watavutiwa na watataka kujua zaidi. So unajua watu wengine yani wanakuwa interested na neno la Mungu unapohubiri. Lakini wengine hawatasema yes or no, ila wataendelea kutafuta ukweli. Lakini kwetu sisi tunaohubiri tunatakiwa tusichoke, tuwe wavumilivu, tuwe na ujasiri na pia tuwe na subira. Mwalimu wa Kasega anafundishaga kitu kizuri sana. Anasema mwanzoni mwa mwaka mpaka mwishoni usichoke, andika list ya watu unaowaombea kwa ajili ya uokovu. Unajua, anasema andika list, na kila siku ukiingia kwenye maombi waombee hawa watu, usikate tamaa, kwa sababu maneno ya Mungu yanatuambia katika 2 Peter 3:8 anasema it's not God's idea, haikuwa idea ya Mungu watu wa perish, si ndio, bali waifikie toba. Hiyo ndo kama Mungu anasikia hivyo kwamba watu wasikie toba. Sasa sisi ni kina nani? Hata tukatisha tamaa kiasi gani, inabidi tuwaombee. Amina. Haleluya, haleluya. Mimi ni maombi yangu wakati namkaribisha kiongozi aendelee, kwamba tunakusikia tusidharau. Petro alisema kwamba tuende wapi Bwana, na kuna maneno ya uzima. Wakati wale thenashara wengine walipomkimbia Yesu, alipowaambia kwamba hakuna anayekuja kwa Baba yangu isipokuwa kupitia mimi, katika Yohana 6. Kwa hiyo sisi tutaendelea kusema tuende wapi Yesu, kwa kuna maneno ya uzima. Karibu Sister Razia umalizie. Amen, 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 amen. Thank you. Haya jamani, kingine ninacho mmesha vingi ambavyo mmeviongelea, na kikubwa ambacho ni kwamba Mungu sio kama sanamu zilizotengenezwa na wanadamu. Kwa mfano kama kwenye hii Zaburi nasema sanamu hazina uhai, za fedha na dhahabu zina vinywa lakini hazisemi, zina macho lakini hazioni, lakini Mungu yuko hai na mwenye nguvu na mamlaka. Kwa hivyo kwenye hichi hapa mimi najifunza kwamba Mungu ndio mwenye mamlaka, na alikuwa tu Paulo kama alikuwa anasisitiza kwamba tumwamini Mungu, hivyo vitu vingine vyote tunavyoamini ni irrelevant, viko in our minds, na vingine tumevitengeneza vitusaidie kwa chochote. Na kingine ni kwamba sisi ni watoto wa Mungu, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hivyo we should respect that, na tujue hivyo kwamba hakuna mtu yoyote aliyekuwa na uwezo wa kutuumba sisi, kwa sababu huwezi kuumba kitu kwa mkono wako alafu ukaanza kukiabudu. Hakina mamlaka yote, yani hicho ni kitu ambacho umekitengeneza wewe mwenyewe. Kwa hivyo, na kingine ibada ya kweli ni ya rohoni mmesema, na kingine ni kutubu na kuachana na sanamu, na kwamba Mungu ni zaidi ya mawazo yetu. Yote ya mengi mmesema. Na kingine ni kwamba tunachokiona hapa ni kwamba anasisitiza tu kwamba hawa watu wanachofanya sicho, amewaelezea kuhusu Mungu wa kweli. Kwa hivyo anasisitiza kwamba anawaita watubu, na pia waache kuamini hiyo miungu, waweze kumrudia Mungu. Na tunaona kwamba wengine waliamini, kuna wachache walioamini. Kwa hivyo injili siku zote itapokelewa tofauti, lakini hiyo sio kazi yako kujali. Wewe umeamuriwa kuhubiri kama Paulo. Sisi tuhubiri injili wakati unaofaa na usiofaa. Hayo mengine yote tuachane nayo. Na pia tunasema kwamba itakavyokubaliwa, Mungu mwenyewe ndio anayefanya hivi vitu injili. Mwingine atapanda, mwingine atamwagia maji, lakini Mungu ndio anayefanya vyote viweze kukua. Kingine tunaona kwamba kuna kejeli itakuwepo, kwamba siku zote it will not be smooth. Hizi changamoto tutakutana nazo, waliotutangulia wamekutana nazo, lakini sio za kukata tamaa, lakini tunapaswa kukaza. Kwa hivyo tusiwe na wasiwasi, tuendelee kumtumaini, kufanya sawa sawa. Na kingine tunajifunza kwamba uinjilisti wa muktadha. Kwa mfano kama tulivyoanza huko kote tulikotoka, kutoka Acts 1 mpaka 17. Kwa hiyo tunaona Mungu anazidi kuongeza vitu tofauti tofauti. Kwanza walihubiriwa wote pale, walivyojazwa na Roho Mtakatifu, walikuwepo from all over the world. Kwa hivyo tunakuja, yani wanaanza sasa kwenda kwa Gentiles. Kwa hivyo wanapoenda wanamtazamo tofauti. Kwa hivyo tunaona kwamba na sisi pia injili tutakutana na audience tofauti, na tutahubiri injili ya tofauti tofauti. Na kingine ninachokiona kwamba
kwamba tusicompromise injili, kwa sababu sometimes kama huyu Paulo hapo angeweza kutumia maneno mengine ili kuweza kuwawin, kuwaambia vitu wanavyotaka, kwamba oh, nyinyi mko very smart, nyinyi ni great philosophers, lakini alitumia hiyo hiyo injili yao kuweza kuichambua na kuweza kuwaonesha wakaweza kujua. Kwa hivyo tusicompromise injili, tusiweke maji, tumhubiri Yesu kama alivyo. Na kingine ni kukataa miungu ya kisasa. Tuna miungu mingi jamani, social media, dini zetu, ndoa zetu, watoto wetu, kazi zetu, tuna so many things, lakini hapa tumeonyeshwa kwamba vyote hivi havina maana. Mungu wa kweli ni Mungu yule ambaye aliyetuumba sisi, hatujajiumba. Na kingine ni kwamba tumeshasema, kingine ni ujasiri tumeshaongelea, na umuhimu wa injili na vyote tumeongelea. Mamlaka ya Mungu tumeongelea, toba, umuhimu wa injilisti, kumwamini Yesu, jasiri, vyote hivi tumeshavisema. Changamoto zitakuwepo, toba itakuwepo. Jamani, tumemaliza. Mungu awabariki sana, asanteni kwa muda wenu. Sana kushiriki katika kujifunza neno la Mungu. Mpendwa, kama utapenda kumpokea Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na kukaribisha uombe sala ifuatayo. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako na rehema zako, na kujia katika jina la Yesu Kristo. Nakiri kuwa mimi ni mwenye dhambi na naomba msamaha wako. Ninaamini kuwa Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zangu na akafufuka ili nipate uzima wa milele. Namkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ingia moyoni mwangu na unifanye upya. Nisaidie kufuata siku zote za maisha yangu. Asante kwa kunipa wokovu kwa neema. Amina.